zenu na karibu tena kwenye Stquark. Kwa video ya leo nimerudi na mada yenye msisimko sana. Tunazungumzia mwanzo wa kile tunachokiita Ukristo leo na jinsi kilivyobadilika karne baada ya karne. Baadhi ya mambo yanaweza kukushangaza na huenda ukadhani siaminiwi kwa sababu yanaenda kinyume na mengi ulioamini hadi sasa. Lakini yote yako kwenye kiwango cha juu cha utafiti wa kisasa na ninakukaribisha uyachunguze mwenyewe. Hotuba hii imetokana na utafiti wangu mwenyewe na imeboreshwa kwa msaada wa ChatGPT. Kwa kuwa natengeneza video hizi kwa Kijerumani, Kiingereza na Kiswahili, utasikia sauti ya kompyuta. Natumaini ujumbe utaeleweka vizuri. Picha unazoziona zinatokana na ChatGPT na Grok. Nakutakia muda wa mwanga na ufahamu mwingi unapousikiliza mhadhara huu. Je, ulijua kwamba katika karne ya kwanza hakukuwa na Wakristo? Na kwamba kanisa tunalolijua leo karibu halifanani na mafundisho ya awali? Katika video hii nitakuonesha kwa picha na hata kwa vichekesho njia mpya kwa yeyote anayetafuta kweli. Lengo langu ni kukutia katika hali ya kushangaa, kufikiri upya na kuhoji unachoamini. Kwa sababu si imani inayokufungua bali maarifa juu ya ukweli. Je, umewahi kusikia juu ya harakati iliyojulikana kama njia? Hapana. Hakuna tatizo, watu wengi hawajawahi kuisikia. Pengine umewahi kusikia juu ya Wakristo wa mwanzo, hao ndio ninaowazungumzia. Lakini wakati huo hawakuitwa Wakristo. Na utashangaa jinsi walivyokuwa tofauti kabisa na Wakristo wa leo. Walikuwa kina nani? Ni rahisi, Wayahudi waliokuwa wakiishi kama Wayahudi. Walikwenda sinagogi, walisherehekea sikukuu za Kiyahudi na walifuata sheria za Kiyahudi. Kisha akatokea mwalimu aliyekuwa na wazo la kubadili Uyahudi kutoka ndani, tunamjua leo kama Yesu. Kwa ufupi, Yesu hakutaka kuanzisha dini mpya. Alitaka kuufanya Uyahudi kuwa bora na wa haki zaidi. Mafundisho ya Yesu yalikuwa namna gani kweli? Fikiria karne ya kwanza, maisha yanaendelea kama kawaida, halafu anatokea mtu mmoja anayeitwa Yesu. Watu hawakujua chochote kuhusu miujiza wala hadithi zilizokuja baadaye. Hakuna mtu aliyekuwa akisema alitembea juu ya maji au alihitaji kuponya viwete. Kweli kabisa, hawakujua chochote kuhusu hayo. Alikuwa tu mwalimu aliyefanya matendo kuliko maneno. Ujumbe wake si niamini au umeangamia, bali kitu cha moja kwa moja na cha kishujaa. Mpende jirani yako bila kujali yeye ni nani. Wote ni sawa. Maskini, matajiri, wanaume, wanawake, watumwa, wote wana thamani sawa. Cha muhimu kilikuwa matendo, si imani ya mdomo. Kumsaidia aliye katika shida, kugawa, kuwa mwadilifu, hicho ndicho kilichomaanisha kuishi kufuatana na mafundisho yake. Imani bila matendo, hiyo ilikuja baadaye ilipobuniwa na Paulo. Watu wa wakati huo walimwona vipi? Hakuna miujiza, hakuna maelezo ya kimungu. Mtu anayewajali wagonjwa, anayewalinda maskini, anayewaheshimu wanawake, hiyo ilikuwa kitu cha ajabu. Lakini waliona, wakashangaa na wakajifunza. Ndiyo maana mafundisho yake yalikuwa na nguvu, matendo halisi badala ya hadithi za kimiujiza. Thamani za harakati ya njia zilikuwa zipi? Walikuwa wazimu kwa usawa, kwa maana nzuri kabisa. Yahudi au Mgiriki, mwanamke au mwanaume, mtumwa au mtu huru, wote walionekana kuwa sawa. Na mmojawapo wa wenye nguvu na busara zaidi alikuwa mwanamke, Maria Magdalena. Huyu anahitaji video yake maalum kabisa. Wayahudi na Wagiriki walikuwa mbali kiutamaduni kama maji na moto. Na mtumwa kuwa sawa na mtu huru. Hiyo ilikuwa kama kuku kutawala njia ya maziwa.
Lakini kwao ndiyo ilikuwa thamani kuu. Si ajabu viongozi wa wakati huo walipata hofu. Watumwa ndani ya harakati. Wanachama wenyewe hawakuwa wamiliki wa watumwa. Sababu mbili rahisi. Moja, kiutu haingelikaa sawa na mafundisho yao. Mbili, kiuchumi walikuwa maskini. Harakati ilijengwa na mafundi, wavuvi, wanawake, watu waliowahi kuwa watumwa kwa watu. Waliokuwa wakihangaika na maisha ya kila siku. Ikiwa mtu tajiri alitaka kujiunga, ilimbidi achague harakati au watumwa wake. Vitu viwili havikuendana. Na kwa kuwa watumwa walikuwa na uhuru fulani nje ya nyumba, kazi za sokoni, shughuli za karakana, waliweza kushiriki katika mikusanyiko usiku, siku za soko au sikukuu. Ndani walikuwa watumwa, lakini kiroho walikuwa huru. Je, walikuwa kama wanajamii au wakomunisti wa leo? Hapana kabisa. Hakukuwa na serikali, sera, wala mfumo wa uchumi. Lakini walishirikiana, walisaidiana, walitunza maskini, wagonjwa na wageni kwa hiari na kwa moyo. Walikuwa wajamaa wa kiroho, si wa kisiasa. Walivyojipanga. Kwa kifupi, walikuwa wahovyo lakini wenye upendo. Hakukuwa na uongozi mgumu, hakuna taasisi kubwa, kila kundi lilikuwa tofauti. Lakini kanuni zao zilipatikana kila mahali: upendo, usawa, umoja na huduma. Walikutana kwenye nyumba binafsi. Hakukuwa na makanisa, mahekalu, mapadre au mishahara ya kidini. Hakuna aliyejipatia pesa kwa jina la harakati. Kulikuwa na majukumu haya: moja, mitume, mashahidi wa kwanza, kama waandishi wa habari wanaosafiri. Mbili, manabii wenye msukumo, wenye moto, waliokumbusha hili ni muhimu. Tatu, walimu watulivu, wapole, wanaofafanua kwa undani. Nne, wazee presbiteroi wenye busara, wapatanishi, viongozi wa kimantiki. Tano, mashemasi, diakoni, wasaidizi wa moyo, kugawa chakula, kusaidia maskini, kusimamia mahitaji. Sita, wenye karama wanaosafiri, wenye nguvu na msukumo, waliotembelea makundi na kuwapa moyo, wakati mwingine hata kuponya, kawaida kwa wakati huo. Hakukuwa na vyeo vinavyowalazimisha watu, kila kitu kilikuwa cha kubadilika. Maamuzi yalifanywa vipi? Kwa ubunifu na ubinadamu. Moja, kwa majadiliano mpaka wakubaliane. Mbili, kwa kuomba au kura ya bahati kumtegemea Mungu. Tatu, kwa makubaliano ya wazee, hekima mbele ya yote. Nne, kwa mamlaka ya mtu mwenye karama, watu waliotambulika kuwa wacha Mungu. Hakukuwa na maaskofu matajiri, hakuna mapadre, na hakika hakuna papa. Hayo yote yalikuja karne nyingi baadaye, pamoja na dhahabu na makasri. Ujumbe wa Yerusalemu: vurugu, upendo na mwanamke aliyeng'ara. Fikiria Yerusalemu mwaka 30-50 BK, mitoko, masoko, mijadala na katikati kundi la watu wanaoitwa njia. Hapa ndipo harakati ilipoanza, isiyopangwa, yenye msisimko na ya kibinadamu. Maria Magdalena, mwanamke wa nguvu halisi, alikuwa mjanja, mwenye ujasiri na mwenye uwezo wa kupanga. Baadhi ya vyanzo vinaonyesha alikuwa ndiye aliyemwelewa Yesu kuliko wengi. Aliongoza mikutano, aliwasaidia maskini na wagonjwa, na hakusita kuuliza maswali magumu. Petro, mtu mwenye mdomo mkubwa, shujaa lakini muoga kidogo, mwenye kelele nyingi. Maria Magdalena hakumpenda sana, alikuwa na kiburi na papara. Yakobo, kiongozi wa kimya, nduguye Yesu, mtu aliyekuwa akiheshimiwa zaidi. Alikuwa mwadilifu, mwenye busara na msemaji wa mwisho katika migogoro. Matatizo ya Paulo. Kisha akatokea Paulo, mwanaanzishaji wa tawi jipya na mwandishi wa kanuni. Moja, alijipa jina la mtume ingawa hakuwahi kukutana na Yesu. Mbili, aliwafungulia mataifa mlango na akatunga sheria nyingi mpya zisizoendana na mafundisho ya Yesu.
Tatu, alipunguza usawa, akawatoa wanawake kwenye uongozi na kuifanya imani kuwa muhimu kuliko matendo. Nne, katika Warumi 13 alifundisha kuwa mamlaka zote ni za Mungu moja kwa moja, kitu kilicho kinyume kabisa na Yesu. Kwa utani, Maria Magdalena angekuwa kama Paulo, unaharibu kila kitu. Hitimisho kwa Wakristo wa leo. Kama unafikiri kanisa la leo bado linaakisi malengo ya Yesu, angalia kwa makini. Usawa, matendo, upendo wa jirani, mengi yamepotea. Ni muhimu kufikiria upya na kushangazwa. Ushauri wa vitendo. Unawezaje kuishi kanuni hizi leo? Mfano rahisi: unapofika hotelini, watu wanafanya kila kitu kukurahisishia maisha: kuosha, kuhudumia, kupikia. Lakini bado ni binadamu. Waheshimu. Waangalie machoni. Wazungumze kama watu sawa. Shukuru na uwe mwema. Haijalishi ni kasieri, dereva wa basi, mhudumu wa ndege au yeyote yule. Wote ni binadamu kama wewe. Yesu alituonyesha hivi: hata kahaba ni binadamu, matendo ndiyo yanayohesabika. Asante kwa kutazama video hii. Jiandikishe kwenye chaneli, na muhimu zaidi, tafuta ukweli mwenyewe, maana mimi najua nini.